Kwema? Salama kabisa. Mambo yanasemaje? Fresh. Gaboni tumbukia ofisini kwako. Hapa niko sawa? Naona umetumbukia ofisini kwako. Nimerudi kazini shehe. Ndio, tuambie bwana tathmini yako ya kiufundi kabisa ya timu yako katika mzunguko wa kwanza, kwa namna ambavyo mmecheza unionaje? Na wewe pia binafsi. Kwa upande wangu naweza nikasema ukiangalia jinsi msimamo ulivyo mpaka sasa tuko vizuri kama timu. Au sio? Ukiangalia msimamo ulivyo maana yake tuko kwenye mbio za ubingwa. Na kama tuko kwenye mbio za ubingwa inamaanisha wapinzani wetu bado tuko juu yao. Hata kama kuna timu zingine hazijacheza mechi, lakini bado hata zile mechi zikimalizika tupo juu yao. Kwa hiyo unaona kama mzunguko wa kwanza umeisha vizuri kwa sababu tupo juu. Kikubwa ni kuendelea kupambana katika mzunguko wa pili ili kuhakikisha tunamaliza mzunguko wa pili pia tukiwa tuko juu, kwa sababu kama mzunguko wa kwanza umaliza juu na mzunguko wa pili mechi 15 hizo ukiwa juu, maana yake wewe ndio bingwa. Namna ambavyo ushindani wa namba ndani ya kikosi chako especially kwenye position yako ambayo unacheza sasa hivi umeonekana kushaini zaidi, kwa maana kupewa nafasi zaidi, wewe unazungumziaje kwanza? Maana yake umeonekana kucheza zaidi, lakini ushindani wa namba ndani yupo Kibwana, yuko Yao. Ushindani wa namba kwa upande wangu ni mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia wachezaji wote kwenye position hiyo sio kwamba wachezaji wabovu, hapana. Kila mtu ana uwezo na kila mtu ana malengo makubwa katika klabu hii. Kwa hiyo nadhani kikubwa mimi kama mchezaji ni kuhakikisha nikipata nafasi nafanya vizuri na kuendelea kuweka ile performance kwenye level ya siku zote, kwa sababu timu kama hizi hazina muda wa kusubiri, na kiuhalisia ni kwamba wanatakiwa uwe tayari muda wote, umeona. Kwa hiyo ukipata nafasi unatakiwa kupambana kuhakikisha unafanya vizuri katika nafasi na kuendelea kutetea kupewa nafasi na mwalimu na kuaminiwa na mwalimu. Nadhani hicho ndio kitu kikubwa sana, kwa sababu ukiangalia uwezo wa wachezaji waliopo ni mkubwa pia, umeona. Kwa hiyo huwezi kusema leo nimepata nafasi labda ni umecheza vibaya labda, umeona, afu unarudi unasema nafasi ishaondoka. Hapana. Hiyo waga inatokea kwenye mpira. Kwa mfano uwezo ukawa na siku nzuri kazini kila siku. Kwa hiyo ni wewe tu mwenyewe kutune akili yako na ndio kitu ambacho unachofanya. Kama nikiperform vizuri na kuendelea kufanya vizuri na kujihakikishia uaminifu kwa mwalimu na kuendelea kuitumikia ile position ambayo naaminiwa. Kwa maneno yote uliyosema, ukiweka kwa pamoja tu kwenye neno moja, yani tukupe asilimia labda 100 kwenye msimu upo Yanga, maana umecheza Simba, umecheza Singida, unajipa asilimia ngapi? Wewe unajijua mimi huyu ndo Isra mpaka sasa hivi? Asilimia bado nasubiri kwanza msimu ukiisha ndo naanza kujitathmini. Uweze kujitathmini katikati. Tunajitathmini, Dula kwanza alina shida hilo, kwa sababu huwezi jua mbeleni mambo yatakuwa vipi. Unaweza kusema sasa hivi umeperform vizuri, lakini baadaye Dula pili unaweza kuperform zaidi ya ulivyo perform, au unaweza kuwa Dula hilo hujaperform vizuri afu Dula pili ukaperform yani nasema Dula hilo hujaperform, umeperform vibaya afu Dula nao kuja ukaperform vizuri. Kwa hiyo siwezi, bado ni 50-50. Kwa hiyo msimu ukisha pale ndo unakaa una analyze kwamba performance yako ilikuwaje kwa msimu huu, kipi cha kuongeza, kipi cha kupunguza, ili kujihakikishia kwamba unakuwa kwenye shape nzuri kila siku. Hizo bwana, nataka utujalie kidogo hapa. Sisi wacheza sodo bwana tunasema sauti ya kipa iheshimiwe. Kwa ukicheza sodo ile zamani kipa ukikosea lazima aje akwambia hapa bwana hivi na hivi na. Lakini wewe unacheza nyuma hapa. Tujalie Diarra ni mtu wa aina gani kwenye upande labda timu ikiwa inajenga shambulizi, ikiwa inashambulia kwenu nyinyi mabeki katika kuwakumbusha katika nafasi zile? Kwa neno moja tu ni kiongozi. Kiongozi kwa sababu yeye ndo ana command ule ukuta wa nyuma na ni mchezaji mwenye experience. Nadhani ni kati ya wachezaji wenye experience kwenye timu yetu hii. Umeona. Kwa hiyo akiwa pale nyuma ni mtu kama ni mchezaji wa kawaida, lakini pia ni kiongozi mbali na captain. Ndio nadhani kamuelezea kwa staili yao. Kwenye position ambazo sasa unakutana nazo upande wako, tuzungumzie winga hizi zote mbili. Yupi winga complete kabisa alokamilika? Unasema huyu ni winga yani ambaye amekamilika, au winga bora kabisa kwenye ligi yetu? Kwa saizi kuelezea inakuwa ni ngumu. Kwa sababu gani? Ukiangalia asilimia nyingi sana mechi tunazocheza sisi tunakuwa tuliko juu ya wapinzani. Kwa hata kupata nafasi ile ya kumuona mtu inakuwa ni mara chache sana. Kwa sababu wewe mwenyewe unajua hilo swala. Kwa sababu ukiangalia mechi muda ule tuna mpira. Sasa utakaba. Tuchukue mbili tu sample za Simba labda na Azam. Simba na Azam. Simba nimecheza na sijasema tunawazidi.
kama wetu kwenye yani ninachokuelezea ni kwamba timu ina dominate timu nyingine. Kwa hiyo huwezi kuona uzuri alionao mpinzani, sio shanielewa. Kwa hiyo timu mbili kwa mfano tumecheza mechi na Azam, alikuwa Edinado. Umeona, lakini pia naye pia tunajua ukitaka kumuelezea winga manake amekupa shughuli sana. Lakini ile mechi ilikuwa sio kwamba tumesumbuana sana mimi na Edinado, kwa sababu muda mwingi nilikuwa sijapata zile 1v1 ili kuona kama amenibiti au namna gani. Umeona. Lakini mechi ya Simba pia yule winga wa Simba nadhani kuna movement zingine alikuwa anazifanya ambazo kama mchezaji haupo makini anakuacha hapo hapo. Yule Ulibase? Hapana, kuna winga alikuwa anacheza huku ndo asemea, kwa sababu ukicheza na mchezaji hatari unamuona mwenyewe. Unaona, kwa hiyo kuna situation zingine unamsikilizia kwanza, unajua huyu jamaa vipi anakuja au aje. Unaona. Kwa hiyo lakini nadhani ligi yetu kuna baadhi ya mechi tukicheza unashindwa hata kuona ubora wa mchezaji, kwa sababu unakuta muda mwingi tuna dominate mpira sisi. Umeona. Na hiyo ndio inakuwa changamoto kuelezea labda fulani nimeshakutana naye amenisumbua. Umeona, inakuwa changamoto. Lakini kama tungekuwa tunacheza level ile ambayo wao wanao sisi tunao hivyo, yani ile ya usumbufu sana wanakana tunapishana ile, ndio unaweza kuona bana huyu, si hata nyie mkiangalia mnaona kwamba yule jamaa kamsumbua fulani. Umeona. Kwa maana hizo nataka useme intensity kidogo ya ligi yetu ipo chini. Sijazungumza swala la intensity. Hapo nadhani naweza kusema quality ya timu ambayo tupo sisi. Yaani quality ya Yanga ipo juu sana. Kwa sababu ukisema una dominate mpira msi tumechoka. Wewe wachambuzi wasema tumechoka. Yaani nimeweka kwa maana kwa wingi wetu. Na wewe kiwemo. Mimi sijawahi kusema. Yaani overall kama umesema hamna shida. Overall kwa maana anachomaanisha kwamba kama umesema quality ipo juu na mnawadhidi muda mwingi mnamiliki nyinyi. Sasa inakuwaje kama kuna watu wanaona Young Africa hivi sasa kidogo imedrop na bado unasema nyinyi mko juu yao? Kuna kipindi kwenye mpira, kuna kipindi wachezaji au timu inapita. Umeona, na kwa stage ambayo tumefikia sasa hizi sisi tumeonekana tumechoka, tumeonekana hatuchezi vizuri ndani ya hizi mechi 3 mfululizo nadhani. Umeona, ndani ya mechi 3 mfululizo. Sasa kuna vitu kibao ambavyo vina affect hilo swala, na huu upande sasa ni upande wa mwalimu, anajua namna gani timu yangu inacheza au namna gani timu yangu haipati matokeo. Lakini ukiangalia pia hata mechi ambazo tulikuwa tunacheza hizi za kufuatana hizi pia nadhani umeona kuna wachezaji labda kuna majeruhi au siku mbili mnacheza, siku mbili mnasafiri, mnacheza tena mechi. Sio anasema siku kuna masaa 70 ngapi sio ya kucheza mechi. Lakini sidhani kama nitachukua hiyo kama excuse kama ndio watufanye vizuri. Hapana, ni sisi tu wenyewe kurudi sasa tuangalie wapi tulienda tofauti. Kama hiyo kuchoka tunachoka au kama ni fatiki na nini, nadhani tutajua namna ya kufanya, kwa sababu uongozi upo na unaelewa. Mimi binafsi ndio si mechi ya nani ile nimetoka. Sio pale mwili kuna namna unafanya kazi. Sasa pale ukaniambia bana hapa umefanya kazi, lakini ukiendelea hautafanya kazi kwa kiwango ambacho unataka. Hiyo ndio akili inataka, mwili hautaki. Siwezi kulazimisha. Sababu nikisema niendelee sitacheza vizuri. Alafu wachezaji tuko wengi. Kwa mwili ulichoka maana pale ukaonekana ulienda juu ulivyorudi hivyo ukasema kama vigimbi sio nini. Nimeona kabisa nikifanya movement zozote za kukimbia miguu haiwezi vigimbi vinakamata. Kana sasa siwezi kulazimisha. Nikisema nilazimisha maana yake nitaharibu kazi tena. Fatiki inamata sana kwenye mpira. Fatiki inamata sana kwenye mpira. Kuna muda sema wachezaji pia tunatofautiana. Kuna wachezaji wengine wanaweza kuona kama yeye anaga fatiki. Wao ushamwona Duke anavyocheza. Unamuona huyu jamaa vipi? Max naye ukimwangalia. Wao kuna tunatofautiana namna nili ya umbaje. Na support timu gani barani Ulaya? Timu yangu mbovu sasa hizi. Hitaji Chelsea. Pole sana kaka. Niko sawa. Haina loma, asanteni sana.